Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Mimi nataka niwape mfano wa wazi. Kwa mfano, na mimi mara nyingi nahitaji nchi ya Libya kama mfano katika nchi za Afrika. Libya na kiongozi wao Muammar al-Qaddafi. Qaddafi alikuwa na madhaifu mengi sana. Alikuwa na udhaifu mwingi sana hasa katika mambo ya kiukatili. Lakini alikuwa ni kiongozi anayewajali watu wake katika mambo ya kidunia. Katika albini ya tahtiya na miundo mbinu ya Libya katika nchi zinazoongoza Afrika, miundo mbinu kwa maana kwamba na huduma za kijamii, barabara, huduma za maji, umeme, mawasiliano, huduma za afya, elimu na kile unachokijua wewe, vyakula na bei zake na kila kitu, walikuwa katika raghadul aish. Bali baadhi ya watafiti wanaeleza ya kuwa maisha ya watu wa Libya katika mambo ya kijamii yao yalikuwa yakizidi zaidi ya baadhi ya nchi za Europe, kwa namna walivyokuwa wanaishi katika raghadul aish. Lakini wakapenyezewa maneno kutoka ughaibuni. Nisikizeni kwa makini, wakamezeshwa maneno kutoka ughaibuni, kwa sababu wale makafiri watazama, mbona waislamu wapendeza namna ile, mbona wana raha namna ile. Sasa hawa sisi tuwatengenezee kitu fulani. Kwani wale wana uhuru kwenye habari pale, ule demokrasia iko pale? Hakuna. Je, mtu akitaka wakaletewa maneno sasa. Sikubali. Hamna uhuru wa habari. Na kweli ukiangalia uhuru wa habari haupo. Ukiandika mambo kipumbavu wakamatwa. Na mwisho wanyongwa. Alikuwa hata kimchezo Gaddafi. Ile mchezo wa kunyonga. Hivyo wanafanya. Ukatili na mambo magumu. Kileta ujinga, akunyonga. Leo ujinga, wauza gerezani utoki na adhabu kali. Sasa yale matukio yale watu wakawa sasa ndio wanayachanganya sasa. Wakamezeshana na huku wakisukumwa kutoka nje. Nyinyi mkumbuka kwamba katika ile kitu kinaitwa Rabiul Arab, msemo uliitwa yenye Rabiul Arab, kipindi kile ambacho makundi yakiongozwa na Ikhwanul Muslimin yalishajiishwa kufanya mapinduzi katika nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu, Tunisia, Libya, Misri, al-Yaman. Mwaka ule mnakumbuka vizuri palitokea balbala fulani, lakini ushawishi kutoka nje wakitumika baadhi ya makundi na jamaati islamia zikatumika pale. Kwa hiyo wakasukumwa wale watu na lugha zikaja za kwamba wao wataka dola ya Kiislamu kwa sababu Gaddafi kafiri, kwa sababu kadha, kwa sababu hatoi uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujielezea, watu wanakamatwa, watu wananyongwa. Kwa hiyo lazima aondoke Gaddafi. Walipoingia barabarani, nchi za Ulaya ziliwasapoti. Walipoingia barabarani, nchi za Ulaya ziliwasapoti. Na yeye na jeshi lenye nguvu. Wanalijua hilo. Nchi za Ulaya pia vile vile, umoja wa Ulaya wakatuma ndege zao za kivita kusaidia wapinzani. Nchi waliijenga kwa miaka mingi sana. Mabarabara, fakhari ya barabara, huduma mbalimbali kama nilivyoeleza, wakazivunja zote kwa mikono yao. Wakayachoma majengo yao kwa mikono yao. Watu walikuwa wamewekeza wenyewe, wafanyabiashara wakubwa wamewekeza katika real estate, wamejenga majengo, wamekodisha, kuna apartment, kuna kadha, watu wanaishi. Majumba yale yakachomwa moto, visima vya mafuta vikalipuliwa. Nini? Gaddafi atoke. 2012 walimuua Gaddafi. Walimuua wakamuua mauaji ya kidhalili kabisa. Wakakaa naye barabarani, wakamburuta, wakamvua nguo, wakafanya hivi, wakafanya vile. Mpaka leo ni miaka 13. Libya iko sawa kweli? Libya iko sawa? Na mimi nina hakika raia wa Libya wanajuta na wataendelea kujuta, kwa sababu walikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala.
ili raha ya maisha na ile amani na tumaanina walioipata wao hakuona kuwa ni kitu. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هي سنة الله في الكون. Allah hapiki mifano hivi hivi tu. Ndio maana kwenye baadhi aya kwenye Qur'ani husema watilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun watilkal amthalu nadribuha linnas wama ya'qiluha illa alalimun. Mifano hiyo sisi tunawapigia watu, lakini huwa hawaifahamu mifano hii isipokuwa wale watambuzi, wale ghaughaa'u nasi huwa hawafahamu mifano. Hata umwambie vipi haelewi. Bwana vipi itakavyokuwa iwe, lakini hapa pakieleweke, haelewi kwa sababu hana anachokosa yeye. Hiyo mifano tunawapigia watu huenda wakatafakari. Allah anapigia mfano mji uliokuwa katika hali ya amani na utulivu. Wanawazuoni wa tafsiri wasema amina ni amni min al-kharij, kwamba hata nje yao pia huko kuko shwari, hakuna adui ambaye yatarakabuhum. Kwa hiyo kanat aminatan, amin ay min al-kharij, mutma'inna litminan min ad-dakhil. Watu wako ndani, nchi yao imetulizana, hakuna matukio yoyote uvunjifu wa amani, hakuna ujambazi, raha mustarehe, roho zimetua. Yalikuwa katika hali ya amani na utulivu. Riziki inakuja katika miji hiyo kwa wasaa kutoka kila upande. Meli zaingia kutoka Uchina, kutoka Japani, kutoka Ulaya, kutoka bara Arabu, kutoka India, na wao wakipeleka bidhaa zao huko mbalimbali, sehemu huku na kule, ni kuli makan. Fakafarat bi an'amillah, mji ule ukaikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaona si kitu. Allah subhanahu wa ta'ala akaionjesha kwa kuivisha vazi la hofu na njaa. Ogopa vitu viwili hivyo. Hofu, una majumba, una mabarabara, una kila kitu, una hospitali, lakini hakuna amani, hakuko shwari. Una hofu, wala juu namna hii, wakati wote unaweza kusikia milio ya marisasi na mabomu, wakati wote za kuvamiwa nyumbani kwako na makundi ya watu wakakufanya mambo haya na yale, wale wanataka katika mambo mabaya. Wewe na familia yako huna raha. Hata kama una mabilioni ya pesa, yana faida gani? Yana faida gani? Allah akawatia wale, akawavisha vazi la hofu na njaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya yale walioyatenda. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake makubwa kabisa anasema sallallahu alaihi wasallam, man asbaha آمنا في سربه معافى في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أو فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها. aliyepambaukiwa asubuhi hali ya kuwa ni mwenye amani katika mji wake, kwenye jamaa zake, fi jamaati, au mwenye amani katika familia yake, ni fi iyalihi. Wanaosoma tafsiri tofauti katika neno fi sirbihi. Nyumbani kwake ana amani, yeye na familia yake na jamaa zake na mtaa wake uko shwari. Na mwenye afya katika kiwiliwili, Allah amempa afya, ana siha, na anacho chakula cha siku yake ile tu, kesho ajue atakula nini, lakini siku ile anacho. Lahu qutu yaume, ana chakula cha siku yake, ajua kwamba leo nina chakula, nitakula na watoto wangu kitu kadha wa kadha. Huyu ni mfalme. Fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, ni sawa na mtu ambaye amekusanyiwa dunia yote. Wewe unaona kwamba si kitu. Bwana, sasa hata kama ndio hivyo, lakini hatuna hiki, hatuna kile. Uislamu, sisi Waislamu, kama Ukristo au Uyahudi au upagani unawafunza hivyo wasiweze kusubiri kwenye hayo, sio sisi Waislamu. Sisi Waislamu tuna mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo hatutakiwi kuyakiuka, kwa sababu sisi Waislamu wote
tuna kauli yetu ndani ya mioyo yetu na vinywa vyetu tusema radhitu billahi rabba wa bilislam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sisi tusharidhika kwamba tumeridhia kuwa Allah ndiye Mola wetu sisi na Uislamu ndio dini yetu sisi, na tumeridhika kuwa Mtume Muhammad ndiye mtume wetu. Hakuna jambo jingine. Kwa hiyo kama tunapata miongozo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anatuelekeza namna ya kufanya, hatuhitaji mbadala wa mtu mwingine, hatuhitaji hilo. Kwa turudi katika mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na matukio ya wazi kabisa ni haya tunaishi nayo. Mtanijibu mimi, je, maandamano yaliyozaa vita katika nchi ya Libya na mpaka kumpindua mtawala na kuharibu miundombinu, je, ilileta faida kwa raia au hasara? Na siku zote wananchi wanapoamua jambo, wakiamua kikweli kweli, wanaweza kufanya mambo mabaya hata kama serikali imejipanga ina nguvu. Ndivyo inavyokuwa, na nchi nyingi zimekuwa hivyo. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwe na akili, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuamrisha taa ya watawala akaamrisha as-sam'u wa taa, usikivu na utulivu. Katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fasma' wa ati' wa in duriba dhaharuka wa ukhidha maluka au wa in julida dhaharuka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Hudhaifa anakuambia mimi ndio utakavyofanyiwa na huyo mtawala, hata kama utachapwa kwenye mgongo wako kwa dhulma, mali yako ikataifishwa ikachukuliwa na mtawala kwa dhulma, endelea kuwa msikivu na mtiifu. Haya ni mafunzo ya Uislamu. Atakayesema sio kweli maneno hayo ni ya kutunga, aje. Ni maneno yametoka kwenye kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.